بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Allah subhanahu wa ta'ala amefadhilisha baadhi ya sehemu, na pia kadhalika Allah azza wa jalla pia amefadhilisha baadhi ya masiku na pia kadhalika baadhi ya miezi, kama ambavyo ilivyokuwa kule baladul haramain sharifain, hasa Makkah ikawa ni bora ile ardhi ile, na Makkah ikawa ndo mama wa miji yote duniani, kisha Madina, haramain sharifain. Pia Allah subhanahu wa ta'ala amefadhilisha baadhi ya miezi ikawa ni mitukufu, kama ile miezi mitukufu minne ile. Pia kadhalika Allah akafadhilisha baadhi ya masiku yakawa ni mabora kuliko masiku mengine, na kidhati hakuna siku iliyokuwa mbaya, ambavyo baadhi ya watu watukana baadhi ya siku kwa kufanya majambo yao, kutizama mboni si sawa, shirki, kuangalia kwamba pana siku fulani, ambapo wasemavyo wengine baadhi katika jahala wajinga wale katika sufaha, kwamba siku ya Jumamosi, siku ya Jumanne, siku hizi ni mbaya. Tumenakataza kwamba tustukane zama, tustukane zama. Kwa Allah kafadhilisha masiku kuwa ni bora kuliko masiku mengineyo, ni bora, lakini haya mengine yakawa ni bora zaidi, na miezi ikawa ni bora, hii ikawa ni bora zaidi. Katika episode yetu iliyopita tulianza kuweka hizi majalis kwa kuanza kutaja zile khaswais yaum aljumaa, ile mambo maalum ya siku ya Ijumaa. Kama tulivyoona kwamba Ijumaa ni siku kubwa, ni siku kubwa, siku ya Ijumaa yaum aljumaa, na ni idi ya wiki. Sasa kwa ule ukubwa wake siku ya Ijumaa ikawa ina mambo yake maalum ambayo imekuja katika sheria yetu ya tukufu ya Kiislamu, ambayo ni thabit na Nabii Muhammad alayhi salatu wassalam. Katika episode iliyopita tulitaja, episode yetu ya mwanzo tulitaja moja katika mambo maalum ya siku ya Ijumaa, yasuniwa kwamba ni sunna kusoma alfajiri ya Ijumaa, kusoma katika suratul fajr. Tukanasi kwa maimamu aimatul masajid wasome katika raka ya kwanza suratul sajda, na raka ya pili wasome suratu al-insan. Tukasoma maneno ya al-Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala, akisema kwamba hii ilikuwa ni katika muongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusoma sura hizi. Sasa hikma ya kusoma sura hizi mbili, kama ambavyo wametaja imma akiwemo al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, kwamba hizi ni ule maalum na upekee wa sura hizi ambazo zinataja kuumbwa kwa Adam, na Adam aliumbwa siku ya Ijumaa, na pia kadhalika yaumul hashr, kukusanywa, yaumul maad, siku ya kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, siku ya kiyama itakuwa ni siku ya Ijumaa. Na pia kadhalika dini ilikamilishwa siku ya Ijumaa. Imetaja katika maneno haya kwa mukhtasar, kwa ufupi, al-Imam Ibn Taymiyyah kwa hikma ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kuzisoma sura hizi, na pia kadhalika yataja kuumbwa kwa mwanadamu, kwa kikumbo wake mwanadamu. Leo tutaendelea kuzitaja mwendelezo wa hizi episode zetu majalis, kuzitaja hizi khaswais ya Ijumaa. Ama al-khassatu thaniya, ama jambo la kipekee, jambo ni maalum la pili katika siku hii ya Ijumaa, istihbab, ni ile kusuniwa, ni sunna kathratu as-salah, kukithirisha kumswalia Mtume alayhi salatu wasalam fi, katika hiyo siku ya Ijumaa, kumswalia Mtume Muhammad sallam katika hiyo siku, wa fi lailatihi, na ule usiku wake wa siku ya Ijumaa. Kana ukithirisha sana Waislamu takapozama jua al-maghrib, baada al-maghrib, baada kuzama jua siku ishabadilika, yani ile kizama jua al-khamis, jua likishazama ishaingia Ijumaa. Kuanzia kipindi kile wakithirisha sana kumswalia Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam katika zile sala zilizokuja zile, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Katika hiyo siku ya Ijumaa, usiku wake na pia kadhalika na ule na ile siku yenyewe ya Ijumaa, mchana wake ule, asubuhi yake, tukithiri sana kumswalia Mtume alayhi salatu wassalam. Na hii ibada hii ni ibada kubwa, kwani Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala na malaika wanamswalia Mtume alayhi salatu wassalam. Isipokuwa swala yao Allah subhanahu wa ta'ala kwa Mtume ni tofauti na swala yetu kwa Mtume, na pia kadhalika swala ya malaika kwa Mtume ni tofauti na swala yetu kwa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Kisha Allah akasema alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, swalieni Mtume, takieni sala na salam alayhi salatu wassalam. Kwa jambo maalum la pili ni istihbab, ni kule kukithirisha sana kwa Waislamu inapozama jua ule usiku wa Ijumaa kumswalia sana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na pia kadhalika na ule mchana wake, asubuhi yake ya siku ya Ijumaa, na pia kadhalika na mchana wake kabla ya jua kuzama, tukithirisha sana kumswalia Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Hizi ni nasaha ambazo nazitoa kwa Waislamu, ikianza mimi nafsi yangu, tuyapupie kuyafanya haya mambo maalum ya siku ya Ijumaa, kwa kulela mwanzo kusoma sura hizi mbili tulizozitaja katika episode iliyopita, na hili ambalo tumelitaja katika hii episode yetu ya pili, kukithirisha sana kumswalia Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Hadha wallahu a'lam. فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.